toka 2012 14. Ndio. Kwa sababu ndio maana limekuwa linakuja linatoka. Hasa kuwepo na ile kamati ya wazee ya kufuatilia sasa haki za watu. Mwanzo sisi tulikuwa tunaambiwa kwamba tumevamia Nyatwali. Tumevamia Nyatwali. Sasa tukaanza zile harakati za kuonyesha sisi Nyatwali ni halali, sio kuvamia. Kwa hiyo wazee wale wakaniamini, nilikuwa mdogo kwa kweli. Wazee wakaniamini, wakanipa nafasi. Nikawa ndo katibu wa wale wazee. Kwa hiyo tulienda sehemu nyingi kuweka uhalali kwamba sisi sio tumevamia. Sisi ni Wananyatwali, na ni Wananyatwali kweli, na tunaenda na vielelezo ambavyo vilikuwa vinaonyesha sisi ni wa pale kweli. Yani tukawa na vyeti vya usajili wa vijiji nini, tukawa na wazee. Kwa mfano tulikuwa na mzee mmoja, wengine hataki kutajwa, labda alikuwa na miaka zaidi ya 80. Kwa tunaenda naye. Ukimwambia yeye amezaliwa Nyatwali na ana miaka 80 leo. Wazazi wake wamezikwa pale. Baba yake amezikwa pale, amezaliwa pale. Babu yake amezikwa pale, amezaliwa pale. Sasa namwambiaje kwamba ni wareo wa jana? Sisi tuna kaburi kule kwetu pale nyumbani, la bibi yetu, sikiza bibi yetu tena. Umeelewa? 1884. 1884 kipindi wa koroni wanatugawana pale sisi. Halafu akafariki mwaka 1972. Kwa hiyo alifariki na miaka kama 90 na kitu hivi. Sasa ni tuko na vielelezo hivyo. Mnatuambiaje sisi kwamba tumekuja juzi? Umeelewa? Kwa tukapambana, tumepambana toka miaka hiyo, baadaye tukawa halali. Tukaonekana kwamba sisi ni wananchi, wakabadilisha tena. Wakasema basi nyinyi wananchi kweli mna uhalali, basi mtaondolewa kisheria. Umeelewa? Kwa hiyo wakaja na ile kisheria lazima mlipwe sasa. Kwa hiyo kikubwa kwamba tunapambana, lakini katika mapambano ya kusaidia wananchi wapate haki kuna madhara yake. Kuna madhara yake. Tumepita kwenye tanuru kweli kweli. Kwa sababu unapopambana wengine wafurahi, viongozi wengine wafurahi, wengine wanafurahi kweli, wanakupa moyo, wanipambana hivi, wengine hivi, kwa sababu kuna kupambana unapopita unamkwaza mmoja. Unaweza kukwaza wananchi, ukakwaza serikali, ukakwaza chama. Umeelewa? Ndio. Irengo labda nataka kwamba fulani wapate haki zao. Lakini sisi viongozi ni wajibu wetu kuwajibika. Ni wajibu wetu kuwajibika, hasa unapokuwa umechaguliwa na wananchi. Lazima usimame nao, usikate tamaa. Kukwaza sehemu nyingine ni kitu cha kawaida. Unaweza kukwaza, uliyemkwaza hakuelewa, akakuita, akakusikiliza. Muda mwingine ulikuwa tunafanya hivi, naitwa hata na DC, mfano kuna DC wamehama, uite unafanya kwa ajili ya nani? Unamweleza concern yako kwamba bana, sisi hatuna shida na wewe, sisi tunapambana tu watu wapate haki hivi, na tunakienda vitu tunakusema vizuri, na kweli wakaenda kweli bana, pambaneni. Kwa hiyo ni viongozi wamekuwa kwa namna hiyo kwa ajili tu ya kupambana. Ndio maana nimekuambia kwenye mapambano ya kusaidia wananchi, na wananchi wengine wamepata haki zao. Kwa mfano kama sasa hivi tumepambana, tumejuzi kwa Dodoma nadhani, kwa ajili tu ya wananchi wapate haki zao. Kuna wengine wanaweza kaona tofauti, lakini baadaye unakuja kumbe hii hii inafaa, ili kwa ajili ya wananchi, na umechaguliwa. Sisi wote wanaochaguliwa ni miaka mingapi? 5 tu. Ukimaliza miaka 15 utapimwa tu. Unaweza kujificha ficha ukafanya nini, 5 tu itaisha. Au kumshughulikia mwenzako ile 5 tu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba tumepita kwenye tanuru la moto kweli kweli. Yes.